Barua ya kwanza ya Paulo kwa Watesalonika. Watesalonika wa kwanza, sura ya kwanza. Barua hii inatoka kwangu mimi Paulo na kwa Silvano na Timoteo. Tunawaandikia ninyi kanisa la Tesalonika munaoungana na Mungu Baba na Bwana wetu Yesu Kristo. Tunawatakia neema na amani. Tunamshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu ninyi wote. Nasi tunawakumbuka katika maombi yetu bila kuchoka. Kwa maana tunakumbuka mbele ya Mungu Baba yetu namna munavyotumika kwa imani na munavyojisumbua na kazi kwa ajili ya upendo wenu. Vile vile tunakumbuka namna tumaini lenu katika Yesu Kristo linavyokuwa imara. Wandugu wapendwa wa Mungu, tunajua kwamba yeye amewachagua kuwa watu wake. Kwa maana tulipohubiri habari njema kwenu, hatukuihubiri kwa maneno tu, lakini kwa uwezo na kwa msaada wa Roho Mutakatifu na kwa uhakika kabisa. Munajua namna gani tulivyoishi katikati yenu kusudi tupate kuwafalia. Ninyi mumefuata mfano wetu na mfano wa Bwana, kwa kuwa ingawa muliteswa sana, mulipokea neno la Mungu kwa furaha inayotoka kwa Roho Mutakatifu. Kwa njia hii mumeonyesha mfano mzuri kwa waamini wote wa Makedonia na Akaya. Kwa maana tokea kwenu neno la Bwana lilienea, si katika Makedonia na Akaya tu, lakini habari za imani kwa Mungu zilisambaa fasi zote, hata sisi hatukukuwa tena na lazima ya kusema neno juu ya ile. Wao wenyewe wanaeleza namna mulivyotupokea wakati tulipofika kwenu na namna mulivyoacha kuabudu sanamu na kumurudilia Mungu. Mulifanya vile kusudi mumutumikie Mungu mwenye uzima na wa kweli na kungojea mwana wake Yesu kutoka mbinguni. Ni yule Mungu aliyemufufua, naye ndiye anayetuokoa toka kasirani ya hukumu ya Mungu inayokuja. Watesalonika wa kwanza, sura ya pili. Wandugu, munajua ninyi wenyewe kwamba safari yetu kwenu haikukuwa bure. Kama vile munavyojua, mbele ya kufika kwenu tuliteswa na kutukaniwa kwanza katika mji Filipi. Lakini ingawa tulipata vizuizo vingi, Mungu alitupatia uhodari wa kuwapasha ninyi habari yake njema. Mahubiri yetu si ya uongo, wala yenye nia mbaya, wala ya udanganyifu. Lakini siku zote tunasema vile Mungu anavyotaka, kwa maana yeye aliamua kwamba tunastahili, akatupatia kazi ya kuhubiri habari njema yake. Sisi hatutafuti kuwapendeza watu, lakini tunataka kupendeza Mungu anayejua siri za mioyo yetu. Kama vile munavyojua, hata siku moja hatukutumia masemi ya kujipendekeza kwa watu, wala hatukutamani kupata mali kwa uficho. Mungu ni mshuhuda wetu. Hatukutafuta sifa ya watu wala yenu, wala ya mutu mwingine yeyote. Ijapokuwa sisi ni mitume wa Kristo, tungeweza kudai mambo fulani kwenu. Lakini sisi tulionyesha upole kati yenu, kama vile mama anavyosumbuka kwa ajili ya watoto wake. Sisi tunawapenda sana, hata tumekuwa tayari si kuwatolea habari njema ya Mungu tu, lakini kutoa maisha yetu kwa ajili yenu vile vile. Ni vile kwa sababu ninyi mumekuwa kweli wapendwa wetu. Wandugu, munakumbuka namna tulivyosumbuka na kazi ngumu. Wakati tulipowahubiria habari njema ya Mungu, tulitumika mchana na usiku kusudi tusimulemee hata mtu mmoja kati yenu. Ninyi ni washuhuda wetu, na Mungu vile vile anashuhudia kwamba tulipokaa kati yenu ninyi waamini, tuliishi katika utakatifu na haki na bila kosa. Munajua vizuri kwamba tulimutendea kila mmoja wenu kama vile baba anavyowatendea watoto wake mwenyewe. Sisi tuliwaonya, tuliwafariji na kuwasihi sana muishi sawa inavyomupendeza Mungu
anayewaalika kushiriki naye katika ufalme na utukufu wake. Inatupasa tena kumshukuru Mungu siku zote kwa ajili ya jambo hili. Muliposikia neno la Mungu kutoka kwetu, hamukulikubali kama vile neno la mutu, lakini kama vile kweli ndilo neno la Mungu. Na neno lile ndilo linalofanya kazi ndani ya mioyo yenu ninyi wanaoamini. Wandugu, mambo yale yale yaliyotokea makanisa ya Mungu ya Yudea yanayoungana na Yesu Kristo ndiyo yaliyowatokea ninyi vile vile. Kwa maana ninyi muliteswa na wananchi wenzenu kama vile wao walivyoteswa na wananchi wenzao wa Yuda. Ndiyo wale waliomuua Bwana Yesu na manabii wakatutesa sisi vile vile. Wao hawamupendezi Mungu, nao ni waadui za watu wote. Wanajikaza kutuzuiza tusitangaze habari njema kwa watu wa mataifa mengine kusudi wasiokoke. Hivi wanafikiria kwenye hatua ya mwisho ya zambi walizotenda siku zote. Lakini kwa mwisho kasirani ya Mungu imewaangukia. Wandugu, sisi kwa ngambo yetu tuliachana nanyi kwa muda kimwili, lakini si kiroho. Nyuma ya pale tulifanya bidii sana kusudi tuwafikie. Tulitaka kuja kule kwenu. Zaidi sana mimi Paulo nilijaribu kufunga safari mara moja au mara mbili hivi, lakini shetani alituzuiza. Ninyi pekee yenu tu ndiyo tumaini, furaha na taji ya ushindi tutakavyojivunia wakati Bwana Yesu Kristo atakaporudia. Kweli ni kwa ajili yenu sisi tunajivuna na kufurahi. Watesalonika wa kwanza sura ya 3. Kwa mwisho hatukuweza kuvumilia tena. Basi tuliona vema kubaki Atene peke yetu na kumutuma ndugu yetu Timoteo anayemutumikia Mungu pamoja nasi katika kazi ya kutangaza habari njema ya Kristo. Tulimutuma kwenu apate kuwatia nguvu na kuwafariji katika imani yenu, kusudi hata mumoja wenu asitikiswe na mateso haya tunayopata. Ninyi wenyewe munajua vema kwamba mateso kama hayo yalipaswa kutokea. Kwa maana wakati tulipokuwa pamoja nanyi, tulikuwa tumekwisha kuwaambia mbele ya wakati kwamba tutapata mateso. Na ni vile ilivyotutokea kama munavyojua. Ni kwa sababu hiyo, nilipoona kwamba siwezi kuendelea kungojea, nilimutuma Timoteo kusudi nipate kujua habari ya imani yenu. Niliogopa kwamba labda yule mshawishi Shetani amejaribu kuwaangusha ninyi na kwamba kazi yote tuliyofanya kwenu imepotea bure. Lakini sasa Timoteo amefika kwetu, akirudia toka kule kwenu. Ametuletea habari nzuri juu ya imani yenu na upendo wenu. Ametuelezea kwamba munatukumbuka vizuri siku zote na kwamba muko na hamu sana ya kutuona kama vile sisi nasi tunavyokuwa na hamu ya kuwaona. Kwa hiyo wandugu, katika taabu na mateso tunayopata, tumefarijiwa nanyi kwa kusikia habari za imani yenu. Kwa maana sasa tunaweza kupumua kwa kuona munasimama imara katika kuungana kwenu na Bwana. Sijui namna gani tunavyoweza kumshukuru Mungu kwa ajili yenu kwa sababu ya furaha yote tunayokuwa nayo mbele yake kwa ajili yenu. Usiku na mchana tunamuomba Mungu kwa bidii sana kusudi atupatie njia ya kuweza kuwaona tena na kuwaongezea kile munachokosewa katika imani yenu. Basi Mungu mwenyewe, Baba yetu na Bwana wetu Yesu watufungulie njia tupate kufika kwenu. Na Bwana awaongezee na kuwazidishia upendo munaokuwa nao ninyi kwa ninyi na kwa watu wote, kama vile sisi nasi tunavyowapenda ninyi. Vile vile aitie mioyo yenu nguvu, nanyi mutapata kuwa watakatifu na bila kosa mbele ya Mungu Baba yetu siku Bwana wetu Yesu atakaporudia pamoja na watakatifu wake wote.
Watesalonika wa kwanza sura ya 4. Kwa mwisho, wa ndugu, sisi tumewafundisha namna gani munavyopaswa kuishi kusudi mupate kumupendeza Mungu. Na kweli ni vile munavyoishi. Na sasa tunawaomba na kuwasihi kwa jina la Bwana Yesu, muendelee mbele vizuri zaidi katika mwenendo ule. Kwa maana munajua maagizo gani tuliyowatolea kutoka kwa Bwana Yesu. Kitu Mungu anachotaka ni kwamba mukuwe watakatifu na muepuke mambo ya uasherati. Kila mwanaume anapaswa kujua namna ya kuishi na mke wake katika hali ya utakatifu na ya heshima, bila kujiachilia kutawaliwa na tamaa mbaya kama vile wapagani wasioamini Mungu. Kuelekea maneno hayo, mtu yeyote asimukosee ndugu yake wala kumudanganya. Tumekwisha kuwaambia na kuwahakikishia mbele kwamba Bwana atawaadhibu wale wanaofanya mambo kama hayo. Kwa maana Mungu hakutuita kusudi tuishi katika uchafu, lakini katika utakatifu. Basi kwa hiyo, yeye anayekataa mafundisho haya hamukatai mutu, lakini anamukataa Mungu anayewapa ninyi Roho wake Mutakatifu. Na kuelekea upendo wa wandugu waamini, si lazima kwenu kuwaandikia neno lolote, kwa maana Mungu yeye mwenyewe amewafundisha ninyi kupendana. Ni vile mulivyojionyesha mbele ya wandugu wote wa kanisa la Makedonia. Na sasa tunawasihi ninyi wandugu, muendelee mbele vizuri zaidi katika jambo lile. Mufanye bidii sana mupate kuishi katika amani. Mushughulike na mambo yenu ninyi wenyewe na kufanya kazi kwa mikono yenu wenyewe, sawa vile tulivyokwisha kuwaagiza. Hivi mutakuwa na mwenendo wa heshima mbele ya watu wasiokuwa wa Kristo, wala hamutahitaji kusaidiwa na mutu yeyote. Wandugu, hatutaki mukose kujua habari zinazowaelekea wale waliokufa, kusudi musikuwe na huzuni sawa vile watu wasiokuwa na tumaini la kufufuka. Tunaamini kwamba Yesu alikufa na alifufuliwa, na kwa hiyo tunaamini vile kwamba Mungu atawafufua pamoja na Yesu wale waliokufa wakimwamini Yesu. Kwa maana kufuatana na mafundisho ya Bwana, tunawaambia hivi: sisi tutakao kutiwa wazima wakati Bwana atakaporudia, hatutawatangulia wale waliokufa. Kwa sababu amri itakapotoka na sauti ya malaika mkubwa itakaposikilika na baragumu ya Mungu itakapolia, Bwana mwenyewe atashuka toka mbinguni. Halafu wale waliokufa wakimwamini Kristo watafufuliwa kwanza. Na kisha sisi tutakao kutiwa wazima wakati ule, tutanyanyuliwa pamoja nao katika mawingu kwa kukutana na Bwana katika anga. Na hivi tutakaa siku zote pamoja na Bwana. Basi ninyi mufarijiane kwa maneno haya. Watesalonika wa kwanza sura ya 5. Wandugu, si lazima kwenu niwaandikie jambo lolote juu ya wakati wala saa ambayo mambo hayo yatatokea. Kwa maana munajua ninyi wenyewe kwamba siku Bwana atakaporudia itatimia kwa saa musiyozania, kama vile mwizi anavyokuja usiku. Watu watakapokuwa wakisema kuna amani na usalama, ndiyo wakati uharibifu utakapowapata kwa rafla, kama vile maumivu ya kuzaa yanavyomupata mwanamke mwenye mimba, wala hawataweza kuponyoka. Lakini ninyi wandugu, hamuko katika giza, kwa hiyo siku ile haitawafikia kwa rafla kama mwizi. Kwa maana ninyi wote ni watu wanaoishi katika mwangaza, ndiyo watu wa mchana. Sisi si watu wa usiku wala wa giza. Basi tusilale usingizi kama vile wengine, lakini tukeshe na kuwa wakadirifu. Kwa maana wale wanaolala usingizi wanalala usiku,
na wale wanaolewa wanalewa usiku. Lakini sisi ni watu wa mchana, tunapaswa kuwa wakadirifu. Tunapaswa kushikamana na imani na upendo kama vile nguo ya chuma ya kukingia kifua, nalo tumaini letu la wokovu kama vile kofia ya kutulinda. Kwa maana Mungu hakututayarishia kuangamizwa kwa ukali wa kasirani yake, lakini kuokolewa kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alikufa kwa ajili yetu, kusudi hata ikiwa tuko wazima au tumekufa, tupate kuishi pamoja naye wakati atakaporudia. Basi mufarijiane na kujengana imani kama vile munavyozoea kufanya. Wandugu, tunawaomba muwaheshimu sana wale wanaoshughulika na kazi kati yenu, wale wanaowaongoza na kuwaonya. Muwape heshima kubwa na kuwapenda kwa ajili ya kazi yao. Mukuwe na amani kati yenu. Tunawasihi wandugu, muwaonye wale wanaokuwa wavivu, muwatie moyo wale wanaoregea, muwasaidie wale wanaokuwa dhaifu, na mukuwe wavumilivu kwa watu wote. Muangalie vema hata mumoja wenu asimurudishie mwenzake ubaya kwa ubaya, lakini mutafutiane wema ninyi kwa ninyi na kwa watu wote. Mukuwe na furaha siku zote. Muombe bila kuchoka. Mumshukuru Mungu katika mambo yote, kwa maana hayo ndiyo mambo Mungu anayotaka mufanye katika kuungana kwenu na Yesu Kristo. Musizuize kazi ya Roho Mutakatifu. Musizarau ujumbe unaotoka kwa Mungu. Lakini muchunguze kila jambo na kushika lile linalokuwa jema. Muepuke ubaya wa kila namna. Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa. Alinde uzima wenu wote, ndiyo roho, moyo na mwili wenu, kusudi visikutiwe na kosa wakati Bwana wetu Yesu Kristo atakaporudia. Yule anayewaita ninyi atatimiza mambo hayo, kwa maana yeye ni mwaminifu. Wandugu, mutuombee vile vile. Musalimiane kwa upendo wa Kikristo. Ninawasihi kwa jina la Bwana, musome barua hii kwa wandugu wote. Tunawatakia neema kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo.